Bwana, masakata yamekuwa ni mengi, lakini pia barua zimekuwa ni nyingi na mambo yamekuwa ni mengi sana kuelekea dabi ya kesho kutwa, dabi ya Kariakoo. Sasa wadau mbalimbali wa soka pamoja na mashabiki wa soka pia wamezungumza kwa namna moja au nyingine mitazamo yao kuelekea dabi ya Kariakoo, lakini pia hiki ambacho kimejiri kuhusiana na kauli ambayo klabu ya soka ya Yanga waliweza kuizungumza, lakini pia bodi ya ligi TFF pamoja na klabu ya soka Simba wenyewe wakisisitiza kwamba wanahitaji ile ripoti ya tarehe 8 Machi 8 kilichofanya dabi kaahirishwa, lakini pia na vitu vingine vingi. Sasa wadau mbalimbali hapa mkoani Arusha watazungumza, tawi la Simba burudani, afisa habari, lakini pia na mashabiki wengine watazungumza kuhusiana na sakata namna ambavyo lilivyo mpaka sasa hivi. Je, dabi ipo au haipo? Tutazungumza pia na wadau hapa kwamba wanazungumziaje kuhusiana na dabi ipo au haipo. Mimi ni Godson Jackson, lakini pia hii hapa ni Mvumo TV, endelea kutufuatilia. Mashabiki wa Simba burudani, tuko vizuri. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mechi ya tarehe 15. Sisi kama mashabiki wa Simba, mechi ya tarehe 15 tunaijua na tunaifahamu kama sababu wa Simba burudani. Nasema hivi, mechi iko, wana Simba yoyote yule ambaye anapenda mnyama, tuungane kwa pamoja siku ya tarehe 15 kuperusha vyema bendera ya mnyama, tukimpasua mtani wetu wa jadi. Alete timu, asilete timu, ubaya ubwela utaendelea. Bwana, bila kusahau kuna kitu mashabiki wa Simba napenda kukumbusha kwamba Simba burudani tuna mkutano mkuu wa wanachama wa Simba burudani tarehe 2 mwezi wa 8. Kwa hiyo kama Simba wote wanachama wa Simba Sports Club ambao uko mkoa wa Kaskazini, Arusha, Moshi, Manyara, tunaomba tuungane kwa pamoja, au mwanachama utakuwa nje ya nchi ya Tanzania unatamani kuja katika mkutano mkuu, bado muda bado upo. Tuna almost mwezi wa 6, mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 8, tarehe 2, siku ya pili mwezi unaanza. Tunakukaribisha siku ya mkutano mkuu katika ukumbi wa Golden Rose. Kwa hiyo unachokiomba shabiki ambao unapenda Simba, shabiki ambao ni tawi la Simba burudani, usikose katika mkutano huo hadi ya kushiriki shilingi 15,000. Kwa hiyo nakuomba shabiki yoyote ambaye ni mwanachama na tawi la Simba burudani, usikose siku hiyo. Hayo mengine yataendelea, utajua Simba tawi la Simba burudani wanazungumza nini, wanataka nini, ni kitu gani kitaendelea. Kwa hiyo nachoomba mashabiki wa Simba muwe pamoja na sisi katika mkutano huo. Kitu kingine ambacho ningependa kusema, haya yanazungumzwa sasa hivi kwa pinzani wetu, wanadai kwamba wao nimeona barua nyingi sana wanatuma barua kwamba hawatocheza mpaka nimesikia mpaka kombe la FA Zanzibar hawatoshiriki. Kwa hiyo mimi niseme hivi, ubaya ubwela unaanza kuwatembelea kila mmoja. Na sasa hivi Simba kama Sports Club, sisi hatutazungumza chochote, wao wamalizane na watu wao. Sisi tunachokihitaji tarehe 15 watuletee timu tu basi, ili sisi tutengeneze njia bora ya kutangaza ubingwa wetu wa NBC Premier League siku ya tarehe 15. Kwa unachokiomba, msije mkasema timu amleti, na msipoleta timu mnyama atapeleka timu uwanjani. Taratibu za kimpira kama bodi ya ligi zinavyosema, mnyama atapewa pointi 3. Tutapeperusha bendera vyema ya mnyama siku hiyo. Mashabiki wa tawi la Simba burudani tutakuwepo uwanjani tukimwangalia mnyama akicheza kambumbu. Na sasa hivi kikosi chetu kiko katika uwanja wa mazoezi na kocha wetu Fadro wakitengeneza rotation nzuri ya kumangamiza mpinzani wetu ambaye ni Atuchezi FC. Vyovyote vile iwe isivyo, timu tunahitaji tarehe 15. Sasa msilete timu. Na wamesema kwamba hakuna kuwakata alama. Hili limekaa vipi? Wao wanapodai kwamba hakuna kukata wa alama. Sasa tunataka kujua kama wao ni bora kuliko bodi ya ligi ya NBC Premier League. Wao waendelee kuzungumza wanavyodai kuzungumza wao. Yeye kama afisa habari wa Atuchezi FC amesema kwamba wao watopeleka timu uwanjani, hawatocheza michezo robaki ya NBC Premier League, hawatoshiriki finali ya FA kwa sababu wanadai madai. Wao endelee kudai, lakini viongozi wa TFF wamesema jamani, hawa tunawadai hela zetu, hawajatulipa hela zetu za usajili ambao wachezaji wa kigeni walikuwa wanakuja kwenye timu zao, hawajalipa. Kwa hiyo tunachokifanya kila wakichukua ubingwa tunakata pesa zetu. Sasa wanasema hivi, ukidai hakikisha
na wewe udaiwi. Yeye anadaiwa, atakiwa kulipa madeni yake, alafu taratibu zingine zifuatwe. Yeye kama atakuwa yeye angelipa madeni ambayo anadaiwa pale TFF, sasa hivi asingekuwa anadaiwa. Yaani yeye ubingwa wake angechukua ubingwa. Jamani, umechukua ubingwa wewe. Taratibu za kimpira iko hivi ndugu yangu. Siku zote bingwa akishatangazwa, akishachukua ubingwa, huwezi kupewa pesa hapo hapo bro. Lazima utakaa ndani miezi 3, 4 au 5 ndio pesa ingize kwenye akaunti yako. Huwezi kupewa kwa sababu uchukua bingwa sasa hiyo upewe na pesa hapo hapo. Kwa hiyo wao watulize mshono, pesa watalipwa. Na kama hawajalipwa, basi wazingatie taratibu zote za kikanuni kulipa madeni ya wachezaji wao ambao walikuwa wanadaiwa katika ada ya usajili pale TFF. Sisi kama sisi tunasikilizia tu wanavyoongea. Kuna wimbo ambao unaendelea huku mtaani, hatuchezi. Sasa nashindwa kuelewa hatuchezi nini. Ila kusema kweli sasa hivi unakutana na shabiki wa nyuma mwiko anaongea mwenyewe, hatuchezi. Kusema kweli kitu imeshawasiri mpaka mashabiki wenyewe. Inabidi pale nimeshaamini kwamba washabiki wa nyuma mwiko wenye akili ni wawili tu. Ila kwa sasa hivi ameongezeka watatu. Wako watatu. Ni ambao ni baba yake Haji Sande Manara, mzee rais wetu mstaafu mzee Jakaya Kikwete, pamoja na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, ndo mashabiki watatu ambao wenye akili pale Yanga. Hao wengine walobaki ama kwa kweli ni mambumbumbu tu. Na mimi tu niwaambie wenyewe waendelee kuimba wimbo hatuchezi. Sisi timu yetu iko inafanya mazoezi mazito mno kulingana na ratiba ambayo imepangwa na bodi ya ligi. Hiyo ratiba inasema tarehe 15 Yanga na Simba tutakutana katika uwanja wa Mkapa. Simba ilivyosikia tu taarifa hiyo mapema sana wakaanza maandalizi ya kuelekea mechi hiyo ambayo ni adabu ya Kariakoo siku ya tarehe 15. Na sisi kama mashabiki hatutaki kusikia ngonjera nyingine yoyote. Hatutaki kusikia wimbo mwingine wowote. Sisi wimbo wetu ni mmoja tu. Tarehe 15 ni dabi ya Kariakoo pale Dar es Salaam kwa Mkapa. Na walisema kwamba kuna kukata alama. Hii hapa kama shabiki wa Simba unaizungumziaje? Unajua mpira una taratibu zake. Mpira football inawaga na taratibu zake. Kuna unapokiuka katiba na sheria za mpira lazima tutakatwa alama. Haina jinsi. Wewe umepangiwa. Kwanza kabisa mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Yanga kama Yanga na viongozi wake ingetakiwa waonyeshe heshima kwenye bodi ya ligi, kufuata taratibu na muongozo ambao tumepewa na bodi ya ligi kwenda kuelekea katika mechi hiyo. Sasa Yanga wao niwakumbushe tu kwamba kwenye uongozi huu wa Wallace Karia wamefaidika kwa mambo mengi sana, mambo mengi mno. Kumbuka kuna kanuni na sheria zimevunjwa kwa ajili ya kuwabeba wao. Sisi hatujazungumza. Huyu Wallace Karia, rais wetu wa shirikisho la soka, ambao mimi nasema mitano tena, ni rais ambao umepiga mwingi sana. Huyu aliwaruhusu wao pamoja na mdhamini wao waweze kudhamini vilabu zaidi ya 8. Huyu Wallace Karia ambao sasa hivi wanampiga mawe, ameweza kuruhusu mchezo namba ngapi ule alichezesha bwana Kayoko. Kayoko alifungiwa kutokana na ile mechi. Aliruhusu wapate point kutokana. Huyu Wallace Karia ameruhusu mambo mengi, amewabeba sana. Leo hii wanamuona afai. Sasa wamelikoroga. Na kwa taarifa tu nataka nikwambie, msemaji wao anaitwa Alikamu, sio Aliandunje, sio anaitwa nani yule, amesema kwamba wanawadai TFF pesa zao za ubingwa wa CRDB. Akasema kwamba mashiko yao mimi sielewi mpaka sasa hivi. Kwanza kabisa hawachezi kwa sababu wanaodai bodi ya ligi hela za ubingwa wa CRDB. Alafu hapo wanasema hatuchezi mpaka bodi ya ligi, viongozi wa bodi ya ligi wafanyaje, wajiuzulu. Hapo wanasema hatuchezi mpaka tuhakikishe sijui alozuia ule mechi ya tarehe 8. Alozuia mechi ni nani mpaka ataje. Lakini baadaye anakuja tena na majibu kwamba tumepata majibu kwamba alofungia ule mechi ni kigogo mmoja kutoka serikalini. Sasa amelikoroga. Kwanza kabisa natakuwa toka hadharani aseme ni kigogo gani huyo
Pili, wamesema wanawadai TFF pesa za ubingwa. Kumbe TFF baada ya kupiga mahesabu wamegundua kwamba Yanga ndio wanadaiwa, wamelikoroga. Kwa hiyo inatakiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za mpira inatakiwa kazilipe zile pesa mara moja. Sasa hivi hapa tunavyoongea wenyewe kwa wenyewe sasa hivi hawaelewani. Wanaogopa wakileta timu hiyo siku ya tarehe 8 watawaambia nini mashabiki? Kwa sababu mashabiki pamoja na viongozi wao wamekuwa ni kitu kimoja, sasa hivi wameanza kuvurugana wenyewe kwa wenyewe. Mimi niwaambie tu wasione aibu, walete timu. Na kama watangangania msimamo wao, na basi wanganganie msimamo wao. Alafu waone mbivu na mbichi. Swala linaelekea kama vile filamu fulani ambayo inachezwa na Sterling, hatujapata Sterling ambayo hatujamjua Sterling anayefanya swala hili la Yanga. Maana imekuwa ni utoto mwingi ambao wanaufanya. Yaani wanaleta kama usanii kwamba kama kuna namna fulani ambao wanamtega Simba. Yaani Simba aje ajilegeze alafu aje walete timu. Lakini sisi tunasemaje? Sisi tunafanya mazoezi mpaka siku ya mwisho. Refa apangwe, wasipange vingilio, tutaleta timu yetu uwanjani. Tujue tutataka kujua siku ambao wanaleta sakata lao kwamba hawataleta sisi timu. Sisi msimamo wetu ni ule tutaleta timu uwanjani. Paka dakika ya mwisho paka refa atakaposema kwamba timu ambayo inastahili kupata ushindi. Na wao wanadai kwamba nyinyi kwa nini hamkuleta timu tarehe 8? Mnadai mnataka mlete timu tarehe 15. Sisi hatukuweza kuleta timu kwa kutokana na walitufanyia undava. Timu imekwenda kufanya mazoezi wakazuia timu. Na wakati sisi ni wenyeji, mwenye nyumba anazuiliwa kuingia ndani. Inakuwa vipi hapo? Hiyo ni kwamba wamefanya wenyewe hujuma kwa sababu ndio wameanza, wanatuzia sisi kwenda kufanya mazoezi. Na ilikuwa ni haki yetu na sisi ndio wenyeji. Kwa hiyo unamzuiaje mwenye nyumba kuingia? Ina maana hapo walikuwa wanatutengenezea sisi kwamba tushindwe. Lakini sisi tulikuwa tuna mpango wa kucheza mechi, sio kwamba tulikataa kucheza. Na wao wanadai kwamba hiyo siku ya tarehe 15 wataleta timu uwanjani. Wasilete, sherehe itachukua mkondo wake. Wanasema kwamba watakatwa alama. Watakatwa alama, watakatwa alama. Kwani wenyewe ni nani? Juventus walishushwa daraja hiyo Yanga bwana. Yanga timu ndogo sana. Yanga ni kwamba wanataka kuleta usanii na wenyewe wameshachungulia kwamba wanajua kabisa kuna baadhi ambao tumesikia fununu kwamba kuna wachezaji baada ya kumalizika ligi tumepata fununu kwamba kuna wachezaji wa Yanga wanaowategemea, anataka kwenda kufanyia majaribio, anataka kwenda kufanyia nini operation. Kwa hiyo Yanga wanajua kabisa mahali ambapo walikuwa wanategemea kiungo wao yule ni mgonjwa. Ndio maana Yanga wanakataa. Na wanajua kabisa mchezaji anayecheza hiyo namba hiyo ni mgonjwa. Walikuwa wanamwamini Aziziki hayupo. Kwa hiyo hapa wanajua wanaleta sababu. Lakini wanajua kabisa hapa lazima watakula ngoma 7. Wanaelewa, wamechungulia, wanaelewa. Nawaambieni mashabiki wa Yanga washabiki wa Yanga waje wawalete timu. Maana kama wewe kama unasema kwamba wewe unapambana, njoo uwanjani tuje tupambane, sio mtaani kusema maneno. Sisi tunawasubiria Yanga kwa hamu na tuna hasira nao kwa sababu walitufunga bao 5. Wakasema zile bao 5 tulifungwa zile ni kidogo. Sisi tunataka tuje tuwapige wiki, hatujawahi kuwafunga bao 7. Tawafunga kama vile Liverpool alivyomfunga Man United. Mna imani kwamba wakija uwanjani tutawapiga? Tutawafunga goli. Tuna uwezo wa kuwafunga, maana hawana uwezo. Labda kwa timu nyingine lakini si kwa hii timu. Ndio maana wenyewe wanaleta propaganda kutudanganya. Wao sisi tunadaiwa, wanajua kabisa wana mapungufu. Wanajua. Na kwa ile ambayo inaendelea kati ya TFF, bodi ya ligi pamoja na Yanga kwenye ligi yetu hii hapa inaleta pia gani? Yanga wanataka kuleta usanii, wanataka kushindana na mwenye nyumba kwa sababu TFF ndio wanasimamia michezo. Kwa hiyo wanataka kuwapanda TFF. Mimi nasema hilo jambo alipo na wanatakiwa wafuate sheria. Kama wenyewe hata kuja uwanjani watakatwa pointi. Wenyewe hata kama wenyewe wakigoma kwamba wataki kukatwa pointi nyingi, sisi tunataka pointi zetu 3 ili tufikishe ubingwa wetu tunaotaka. Habari ya Singida watakwenda kucheza watajuana.